Ni siku nyingine ya pekee. Bwana ametupa neema, Jumapili ya baraka, Jumapili ya mwanzo wa mwezi huu wa 5. Na kwa neema ya Mungu nimepata kusimama mbele zako kujifunza wote neno la Mungu. Kama nilivyosema awali, tunatukuza Mungu tunapopata fursa hizi za kuwepo hemani mwa Mungu. Tunamshukuru Mungu. Nitumie fursa hii kuwapongeza waimbaji wote ambao wamepita kwa yetu ya TGC, TYGC, mwimbaji binafsi, viongozi wa ibada na kila mmoja, matangazo na chochote ambacho kimefanyika mahali hapa. Bwana wa mbingu akubariki sana. Na wageni wetu kama tulivyokaribisha, na tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu pia, na kuwaona kwenu pia ni faraja. Jumapili ya baraka ambayo Mungu amenipa neema kusimama mbele zako, tutaenda kujifunza ujumbe wa neno la Mungu. Na ujumbe wetu ambao tutakuwa tunajifunza siku ya leo ni kuhusu mtazamo juu ya uweza wa Mungu. Huo ndio ujumbe ambao tutajifunza, mtazamo juu ya uweza wa Mungu. Na leo nitafundisha zaidi badala ya inawezekana ukakuta kabisa na muda mrefu nikatumia katika kufundisha. Na ujumbe huu Bwana amenipa neema tushirikiane siku ya leo. Mtazamo juu ya uweza wa Mungu. Maana ya neno mtazamo, tunapozungumzia neno mtazamo, ni namna au jinsi mtu anavyoangalia, mtu anavyofikiri na kuchukulia jambo fulani. Hii inamaanisha mawazo, hii inamaanisha mtindo wa kufikiri kuhusu kitu au hali fulani. Hii ni maana mojawapo ya neno mtazamo. Lakini kwa maneno mengine tunaweza tukasema mtazamo ni maoni au ni fikra au ni mwelekeo wa mtu kuhusu jambo fulani. Na kwa sababu ujumbe wetu ambao tunazungumzia leo ni kuhusu mtazamo juu ya uweza wa Mungu, basi tutasema mtazamo ni maoni, ni fikra, ni mwelekeo wa mtu kuhusu uweza wa Mungu. Mtazamo ni maoni au ni fikra au ni mwelekeo wa mtu kuhusu uweza wa Mungu. Na kila mtu ana namna yake. Kimsingi kila mtu ana namna yake ya namna ya kutafsiri uweza wa Mungu. Wakati mwingine anautafsiri kutokana na changamoto mtu anakutana nazo, au kutokana na changamoto anazoona mtu mwingine anapitia, anafika mahali anautafsiri uwezo wa Mungu kwa namna anavyoona yeye. Lakini kuna mwingine anavyotendewa kwa namna vile Mungu alivyomvusha kwenye mambo kadha wa kadha, na yeye ana namna fulani anavyoweza kutafsiri au kuwa na mwelekeo tofauti na mtu mwingine kwa vile ambavyo Bwana amemtendea. Kwa hiyo tunasema kila mtu ana namna yake ya kuelezea uweza wa Mungu katika maisha yake. Lakini ndio maana wakati mwingine unaweza kuwahadithia watu wengine. Unaona kuna mtu anaweza ukawaambia watu wengine jambo fulani kwamba jamani, mwaka huu 2026 kuna mambo Mungu amenitendea kutoka tarehe 1 Januari mpaka sasa tarehe 3 mwezi wa 5, kuna mambo Mungu amenitendea. Ukiyahadithia yale mambo ambayo Mungu amekutendea, kuna watu watakubaliana na wewe na kuna watu watakataa kwamba hapana, hiyo haiwezekani ukao umetendewa hivyo. Lakini pia kuna mpango, kuna mambo ambayo unaweza ukamwambia mwingine kwa sababu ya namna ulivyotambua uwezo wa Mungu kwenye maisha yako, kwamba mwaka huu Januari mpaka Disemba 31 nimekusudia kufanya mambo haya na haya na haya, kwa sababu unasema Mungu ataniwezesha. Sasa kwa sababu uweza na utafsiri ziko tofauti, mwingine anaweza akakataa, na ni haki yake anakataa, kwa sababu wewe unavyoutafsiri uweza wa Mungu, mwingine anatafsiri tofauti, anasema hapana, hata wewe ili litakutokea, hapana. Kwa sababu mtu ana nafasi ya kuweza kutafsiri vile ambavyo anaona uwezo wa Mungu unaweza ukawa. Tutaona baadaye watumishi wa Mungu wa kadha ambao tunaweza walitofautiana, ni watumishi wa Mungu walitofautiana namna ya kuweza kutafsiri ule upendo na vile ambavyo Mungu anatenda. Kwa hiyo wewe katika maisha yako kuna watu wanahisi hawaoni dalili kufanikiwa. Yaani kuna watu kwenye maisha yako ambao wanaokuzunguka, wanaweza wakawa viongozi wako, wanaweza wakawa wafanyakazi wenzako, wanaweza wakawa wanafamilia, anaweza akawa mke na mume wakati mwingine, au wanaweza wakawa majirani wanaokuzunguka,
au wanaweza akawa wana familia, hawaoni dalili za mwelekeo mwema wa mafanikio yako, hawaoni dalili ya kesho njema kuhusu wewe. Hata ukiwaambia kwa habari ya Mungu atatenda, watu hawaoni dalili. Sasa wale ambao hawaoni dalili kwako, wewe unayeona dalili, ni vitu viwili tofauti. Kwa wewe utakuwa na tafsiri nyingine kuhusu Mungu na uweza wake, na mwingine atakuwa na tafsiri. Kwa hiyo unaweza ukakutana na watu hawaoni dalili za mafanikio yako katika kila ambacho unamuomba Mungu au vile ulivyokubaliana na wewe na Mungu. Ninaamini kwenye maombi, hata pamoja na kwamba tunaomba watu wote kanisani, inawezekana wewe unaomba kikundi, inawezekana tunaomba, lakini kila mtu kuna mapatano yake aliyoweka na Mungu wake. Kuna hata familia, wanandoa, wakati kabla hujaoa au kuolewa, kuna mapatano unajiwekea wewe mwenyewe na Mungu wako. Watu wanapofika mahali wameoana, kuna mapatano wanaweka na Mungu wao, kwamba mimi na familia yangu tunataka within this 3 years, miaka mitatu hii tutafanya hiki na hiki na hiki. Hayo ni mapatano yao na Mungu, na namna Mungu atakavyowawezesha, wametokewa na Mungu na wanafanya na Mungu, na Mungu anawatokea vile vile. Au kwenye huduma, kuna namna Mungu amekutokea kukusaidia na kukuwezesha na kukuwahimiza kwenye kufanya huduma fulani. Sasa kwa sababu ile huduma aliyesemeshwa ni wewe na ile huduma ni ya kwako, namna ambavyo Mungu amewekeza uwekezaji wa huduma yake kwako, namna unavyoweza kusema, unavyoweza kutembea, sisi wengine hatuoni kuinuka kwenye huduma ile. Kwa hiyo kwa sababu wewe binafsi umeweka mapatano yako na nani jamani? Na Mungu aliye hai. Kwa uweza wa Mungu unatafsirikana kutokana na namna kila mtu atakavyokuwa anauona. Na mwingine unaweza ukasema Mungu ni muweza, mtu asione kama ni muweza kwa sababu yeye kuna mahali bado hajafika, lakini bado Mungu anabaki kuwa ni Mungu yule yule. Tutaona mbele kidogo hapo. Kwa hiyo mtazamo wa mtu mwingine sio wa kwako. Hata ukikatishwa tamaa kwenye jambo fulani, hata nikikatishwa tamaa kwenye jambo fulani na mtu mwingine, kwa sababu ule mtazamo ni wangu na mapatano na Mungu, sirudi nyuma, kwa sababu huo ni mtazamo wake. Mtu atasema hutafika salama, kwa sababu ni mtazamo wa yule, usikutishe na kukurudisha nyuma. Huo ni mtazamo wake, mwache aendelee na mtazamo wake. Wewe anza na mtazamo wako, vile unavyomtazama Mungu na nguvu zake na uweza wake. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Kuna watu kama wasingekatishwa tamaa, kuna watu walikatishwa tamaa mbele yetu hapa. Kuna watu utanisikiliza mahali hapa na wengine utasikia kupitia YouTube au vyovyote vile. Ninahakikisha kwamba kuna mahali ulitaka upige hatua, lakini ukavutwa shati fulani kwa sababu ya kukatishwa tamaa na mtu mwingine. Kama uliamua kuacha, basi ulipoteza direction. Lakini mwingine aliamua kujikokota vile vile, pamoja na kwamba dalili haionekani kufanikiwa, pamoja na kwamba haoni kweli kutoboa katika maisha yako wewe, kupitia maisha ambayo unajua wewe na familia yako, hata kwenye kuoa na kuolewa, hata kwenye maisha yako ya huduma, hata kwenye maisha yako ya kazi, hata kwenye maisha ya elimu. Inawezekana ulikatishwa tamaa mahali fulani kwa watu ambao wana mtazamo tofauti. Sasa katika kutembea kwako unakutana na vizingiti ambavyo vinakuyumbisha kulia na kushoto, labda ni mbele au nyuma, au ni ndugu wa karibu nao waamini. Katika kuyumbishwa kule unafika mahali na wewe ukikata tamaa unapoteza direction. Lakini mtu aliye focus akaamini kwamba huu ni mtazamo wangu, kwamba ninaenda shule na Bwana ataniwezesha huko, even if hakuna ada, hata kama hakuna naonekana kama siwezi, mimi najikaza vile vile. Hata wengine walikatishwa tamaa na walimu. Kuna watu walikatishwa tamaa na walimu, yani mwalimu anayemfundisha mwenyewe anasema mwanao ni kilaza sana, huyu hawezi kutoboa. Sasa wewe baada ya pale na wewe ukalala sema mwalimu mwenyewe kasema, huyu mwalimu kashasema mimi nani? No. Yule ni mtazamo wake. Lakini wewe ukibadilisha mtazamo, sema mwalimu kasema, huyu ni mwalimu, jukumu lake ni kunifundisha na kunisaidia, lakini bado kuna mwingine mwenye hatima njema juu yangu, Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Ukianza pale kupiga hatua, utasema nashukuru kwa maoni yako ni mazuri, lakini siabezi, lakini huo ni mtazamo wako. Ngoja na mimi nichukue wa kwangu. Mtazamo wangu unasema uweza wa Mungu ni mkuu, Bwana atanifikisha salama. Unapiga hatua. Baadaye unatoboa, watu wasema imekuwaje? Kwa nini watu wanasema imekuwaje? Kwa sababu mtazamo wa awali haukuwa wao wewe kufanikiwa. Na hiyo ndio mtazamo tofauti ninaozungumza habari za leo. Ndivyo ambavyo wewe upo hapo. Nikimwangalia mtumishi wa Mungu Nkia, inawezekana asingekuwa leo ni mhasibu kama kuna watu walimvuta mkono, sijajua ni nani. Inawezekana mimi usingeniona hapa leo,
lakini ni kwa sababu nilifocus kwenye mtazamo wa kwamba nitafika salama na Bwana ataniwezesha. Kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, kwenye chochote unachokifanya, ukifocus na mtazamo wa uwezo wa Mungu aliye hai, hutayumbishwa na chochote kitakachokutana njiani, kwa sababu utatafsiri mtazamo wa Mungu, wa uwezo wa Mungu tofauti na mtu mwingine anavyotazama. Kanisa la Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Maisha ya mtu, tutasoma maandiko, maisha ya mtu ni 10% tu ya kile kinachomtokea. Maisha ya mtu, nimesema leo nitakuwa nafundisha, maisha ya mtu ni 10% tu ya kile kinachomtokea. 90% ni namna atakavyokitafsiri na kukifanyia kazi ya kilichomtokea. Unaona, mtu anaweza akaitwa mwanafunzi. Kitendo cha kuitwa tu mwanafunzi ni jambo la 10% tu. Kwenda sasa kuwa really mwanafunzi na sifa zake na namna ya kutoboa, hiyo ni hatua nyingine, ndio 90% zinakuwa huko. Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu atusaidie sana. Maisha ya binadamu ni 10% tu ya kile kinachokutokea. 90% ni focus ya namna ya kuvuka salama. Kwenye mambo yanayokutokea kwenye maisha yako ni 10% tu. Namna ya kulitatua lile jambo ni 90%. Hapo ndio wengi wanafeli. Hapo ndio wengi wanafeli. Hata kama ni jambo baya, hata kama ni jambo la kufurahisha, linakutokea mara moja tu. Likishatokea linachukua 10% tu. 90% ni tafsiri tofauti kuhusu jambo. Mfano, unaposikia fulani amepata changamoto fulani, hiyo ni kusikia tu, imeisha. Tafsiri zinazotokaga pale zinatoka hivyo, zinakuwa nyingi sana. Na ndio maana watu wengi wanapoteza direction kwenye mambo. Maana yangu ni kwamba kuna mambo yamemtokea mtu kwenye maisha, usipokaa kutulia utaacha wokovu kwenye jambo lililokutokea, kwa sababu limekutokea, lakini namna ya kulitatua inakuwa tofauti. Mfano, unaweza kufika mahali ukasemwa labda wewe una jambo fulani, ni 10% tu linakuchukua. Zile 90 ni namna utakavyosolve tatizo lako. Wengi wanashindwa kutafsiri mambo na wanashindwa kutatua matatizo yao kwa sababu wanachukua sehemu kubwa kuwaza lile tatizo, lakini kumbe lile ni 10%. Sasa wengi wanapotezaga hapa. Kuanzisha biashara sio issue. Biashara unaweza ukaianza sasa hizi, ukawa na mtaji wa milioni 10, ukafungua biashara, ukafungua duka, umemaliza. Kuendeleza sasa, kujustify faida na hasara, hiyo ndio kazi yenyewe. Na ndio hata kwenye maisha ya wokovu, swala la kusimama hapa na kuongozwa sala toba inatumia dakika 2 tu. Kanisa, tuko pamoja? Swala la kusimama hapa tunakuongoza sala toba, Bwana tunasema mimi futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima, inaisha. Unapoenda sasa habari ya kuchukua hatua sasa, hatua kwa hatua, kumsubiri mwana wa Adamu atakaposhuka, hiyo ndio 90% nyingine. Unapokuwa na changamoto, ukija tukikuombea hapa, tunaweka mikono juu yako, tunasema Baba, kwa jina la Yesu, kutapika damu au changamoto yoyote anayopitia huyu mama au baba, pokea uponyaji. Hiyo ni 10% tu. 90% ni namna ya kutafsiri uwezo wa Mungu sasa utakao kuwezesha kupona. Na ndio maana mnaweza mkaja hapa mkapiga magoti, mkaombewa 5 na mkarudi, wengine wakapata uponyaji, wengine bado, kwa sababu imani. Inatakiwa sasa imani yako ya kutafsiri maombi yale uliofanyiwa na watumishi wa Mungu mahali hapa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu atusaidie sana. Unatakiwa utafsiri uwezo wa Mungu na uchukue hatua ili wewe uwe balozi kwa wengine, kwa wale ambao Mungu anakutendea. Huwezi kuzuia wakati mbaya uje kwako, lakini huna haja ya kuachilia ubadilishe siku yako. Yaani mambo mabaya unaweza ukakutana nao njiani, mabaya unaweza ukakutana nayo kazini, huwezi kuyazuia. Ukikwepa kukutana na mabaya, jambo baya kwenye familia yako, kwamba familia yangu wote hamna anayenikwaza, utakwazwa kazini. Si ndio? Ukikuta kazini mambo yako shwari, ukienda kwenye biashara yako, unaanzisha biashara, unakwazwa wewe humo. Ukitoka ukifika salama, rafiki. Kwa hiyo makwazo yanaweza yakaja. Biblia yenyewe imeandika, huwezi kuzuia jambo baya, lakini usilipe nafasi lile jambo baya likamaliza siku kwako. Kwa hiyo huwezi kuzuia ubaya kwenye maisha yako, huwezi kuzuia changamoto, ila unaweza ukazuia kwa kuichukulia kama granted,
kwamba hizi ni changamoto, lakini uweza wa Mungu ni mkuu kuliko changamoto, na Bwana atakuwezesha kuanzia hapo. Ukichukua uweza wa Mungu na kumchukua Yesu kama Mungu, ukachukua kama vile Mungu anavyotenda, na ukachukua uweza wa Mungu, changamoto utakazokutana nazo unazikabidhi mwenye jukumu lake. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Yesu anasema hakuna mwanadamu anaweza kuchukua furaha yako. Hakuna hali inayoweza kukufanya uwe uchungu. Hakuna kuchelewa kwa Yesu, lakini pia hakuna makwazo mbele za Mungu aliye hai. Sasa historia inaonyesha kuna watu mbalimbali waliokuwa na mitazamo tofauti. Hawa walikuwa na mitazamo kuhusu uweza wa Mungu, na mitazamo hii imetofautiana kuanza imani kamili hadi shaka au kuona uwezo huo katika nyanja tofauti tofauti. Naomba katika kujifunza kwetu huku tuone baadhi ya mifano ya makundi mawili tofauti ambao walikuwa wanatafsiri uweza wa Mungu katika viwango tofauti. Kundi la kwanza, hawa ni watu waliokuwa wana mitazamo ya imani kamili. Mitazamo ya imani kamili. Bracket, Mungu muweza wa yote. Kundi la kwanza tunasema ni watu wenye mitazamo ya imani kamili. Mungu muweza wa yote. Kundi la kwanza hilo. Katika kundi la kwanza maana yake ni kwamba hao watu wanasema wao wana mitazamo ya imani kamili na wanakiri kwamba Mungu ni muweza wa mambo yote. Naomba tuwaone watu hawa, lakini na wewe ujipime. Wakati tunaendelea na mafundisho haya, wewe ujipime huko kwenye kundi gani katika haya. Ndugu zetu hawa wa kwanza ni Musa. Katika Biblia katika Kutoka, tutakuwa tunawekewa hapo Kutoka sura ya 14 mstari wa 13. Kutoka 14 mstari wa 13 tunasema hivi: Musa, licha ya kigugumizi chake, Musa aliamini kuwa uwezo wa Mungu ulikuwa ni mkuu mno. Na katika Biblia anasema Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia hii leo. Kwa maana hao wa Misri mnaowaona hamtawaona tena milele. Huyu ni mtu aliyeweza kutafsiri uweza wa Mungu kama Mungu ni muweza wa mambo yote. Unaanza kujipanga, uanze kujipima wewe uko upande gani kwenye changamoto uliyokutana nayo. Musa wanatembea na wana wa Israeli. Musa anapewa nafasi ya kuongoza wana wa Israeli. Katika safari yao wanakutana na changamoto kama vile wewe katika maisha yako unapokutana na changamoto. Baadaye Musa watu wanamlilia. Sasa Musa kwa sababu yeye ameamini kwamba uweza wa Mungu ni mkuu na Mungu wao wana mtazamo juu ya Mungu, anasema hivi: sikilizeni, msiogope, simameni mkauone wokovu wa Bwana atakao wafanyia hivi leo. Wa Misri mnaowaona hamtawaona tena milele. Huyu ni mtu moyoni mwake amejitenga na imani ya shaka. Ni mtu ambaye moyoni mwake amejitenga na imani ya kusitasita. Ni mtu ambaye moyoni mwake amedhamiria, moyoni ameona kwamba uweza wa Mungu ni mkuu kuliko wa Misri tunaowaona. Uweza wa Mungu ni mkuu kuliko bahari ya Shamu. Uweza wa Mungu ni mkuu kuliko Farao anayeweza kusimama na kutisha na waganga wake. Maana yake ni kwamba katika maisha yake Musa alifika mahali akaona uweza wa Mungu ndio mkuu, na ndio maana aliweza kuwatuliza watu. Kuna mahali unakutana kwenye maisha yako, mara ngapi ushawahi kukutana changamoto uliwatuliza watu au uliwatia watu hofu? Sisi ni Wakristo tunafahamu. Unaweza ukakutana na jambo la kukukatisha tamaa. Wewe uliwatia watu moyo au uliwatuliza watu au uliwakatisha kabisa tamaa. Au wewe binafsi ulivyokutana na mambo ulitulia ukatafsiri vingine, ukatafsiri kuhusu uweza wa Mungu, au na wewe ulikatisha wengine tamaa. Au wewe mwenyewe ulimkatisha mkeo tamaa au mumeo au rafiki yako au ndugu yako au mama yako au baba yako. Haya ni maswali ya kujiuliza. Musa anafika mahali anawaambia watu, jamani, tulieni, simameni mkauone wokovu wa Bwana anaofanyia leo. Wakati ule anasema vile Musa, jambo lilikuwa halijatokea bado. Tunakubaliana watumishi wa Mungu? Tunakubaliana watumishi wa Mungu? Kabla pale wakati Musa anasema vile, walikuwa hawajavuka ile bahari ya Shamu. Yeye anasema kana kwamba ameona mpenyo,
Sikiliza, unaonaje bahari ya Shamu iko mbele, halafu mtu anakuambia tulieni mtauona wokovu wa Bwana, halafu anakuambia Wamisri mnaowaona hamtawaona milele? Kama wewe mtazamo wako ni sio sawa, huwezi kumuelewa. Na ndio maana nimesema awali kwenye mafundisho yangu kwamba kama mna tafsiri tofauti, mna mitazamo tofauti, hamtaelewana kamwe. Hata kwenye kanisa kama tuna mitazamo tofauti juu ya Mungu aliye hai, juu ya uweza wa Mungu, hatutaelewana. Vijana hamtaelewana. Ukisema vijana hivi wanaenda hivi, kwa sababu mitazamo tayari ishatofautiana. Musa anaona mtazamo mwingine, wa Misri wale wa Israeli wao wanalia kwa sababu jeshi linakuja. Wanaona jeshi linakuja, wanaona mbele ni bahari. Wanaona jeshi linakuja, wanaona mbele ni bahari. Musa, kutokana na nguvu za Mungu, anayemtambua Mungu wa kweli, anayetambua uwezo wa Mungu, anasema sikilizeni, simameni tu, mtauona wokovu wa Mungu atakayofanyia leo. Wenye tafsiri tofauti hawakumuelewa Musa mpaka lilipotokea jambo. Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Ni ngumu sana, ni ngumu. Huwezi kutafsiri ukamwambia tulieni jamani, tulieni, wakati unaona hatari ipo, unaona bahari, unaona majeshi yanakuja, halafu unatuliza watu. Huyu ni mtu aliyejaa neema ya Mungu na kujua kwamba Mungu anaweza, na Mungu ni muweza wa mambo yote. Kwenye bahari yumo, kwenye magonjwa anaweza, kwenye kila kitu anaweza. Maana yake ametafsiri kwamba yeye Musa aliona Mungu ni kila kitu. Kwenye maisha yako rafiki yangu, kama Mungu ni kila kitu, Mungu hatishi na bahari, Mungu hatishi na njaa, Mungu hatishi na kiu ulio nayo, Mungu hatishi na chochote, Mungu hatishi na kuchelewa au kuwahi. Yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Mungu anaweza kukuinua hapo ulipo, kukutoa na kukuheshimisha. Pale ambapo unaonekana uheshimiki, utaheshimishwa na uwezo wa Mungu. Maadamu umetambua thamani na Yesu yanakuwa mikononi mwako. Roho Mtakatifu anakuwa msaidizi wako, anakupa tafsiri kama Musa alivyopata ufunuo kutoka kwa Mungu. Akamwambia sikiliza, Wamisri hamtawaona tena. Baada ya hapo akapiga fimbo, maji yakakaa pembeni. Maji yalitii uweza wa Mungu. Haleluya, haleluya. Bahari inayotisha, bahari inaomeza watu, bahari iliyoua watu kwenye Titanic au wapi, kama mnavyosikia meli zinazama, lakini mwanaume huyu alivyotafsiri uweza wa Mungu tofauti. Alipopiga fimbo, maji yakaheshimu uweza wa Mungu. Maji aliyoumba ni Mungu yakagawanyika, ya huku yakabaki upande wake na ya huku yakabaki upande wake. Mungu akapitisha watu, wa Misri wakazama, kama vile neno la mtumishi wa Mungu Musa, kwa sababu alitambua uweza wa Mungu unaweza mambo yote. Haleluya. Mimi hata katika maisha yangu ninaamini hivyo, na wewe pia amini hivyo. Katika mambo yako, uweza wa Mungu ukiwa juu, magonjwa hayana nafasi tena. Uweza wa Mungu ukiwa juu yako, hakuna kukata tamaa. Uweza wa Mungu ukiwa juu yako, vitisho havitachukua nafasi. Uweza wa Mungu ukiwa juu yako, rafiki yangu na ndugu yangu, nikuambie, yale wanaokutisha ni maono yao. Maono yako utafanikiwa, na Bwana atakuwezesha katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu. Haleluya. Mtu wa pili, Daudi. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 45. Tumesoma habari hizi kwa muda mrefu. Daudi aliamini uweza wa Mungu unazidi nguvu za kibinadamu. Alimshinda Goliati, lakini alisema maneno yafuatayo katika kitabu cha Samueli sura ya 17 mstari wa 45. Lakini Daudi akamwambia Goliati, sikiliza maneno ya mwanaume huyu aliyetafsiri uwezo wa Mungu, ambaye hajaenda vita, hajaenda JKT, hana nguvu za kivita, hajafundishwa nguvu za kivita, anatumia uwezo wa Mungu. Katika maisha yako, inawezekana elimu yako bado ni ya mashaka, inawezekana hujaenda jeshini, lakini wewe ni mwanajeshi imara kupitia jina la Yesu Kristo. Haleluya. Daudi, sikiliza maneno ya mwanaume huyu aliyeamini uwezo wa Mungu, ambaye hana mashaka. Hakukimbia kama kaka zake, hakukimbia kama wanajeshi waliosomea jeshi. Wamekimbia, wamefyata mkia, wamekaa pembeni, wakasema Goliati hatumwezi. Sikiliza jemba hili, ambaye amemjaa nguvu za Mungu, anasema maneno haya. Lakini Daudi akamwambia Goliati, wewe unanijia kwa upanga, mkuki na sime, lakini mimi ninakujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ni hata hapa nyumbani kwetu kuna watu nilisikia, alituambia Bishop Mlenga wakati mmoja, akasema hakuna kukimbia mchawi kwenye nyumba. Alisema maneno hayo na ilinisaidia sana, kwamba yeye anapaswa akimbie. Hasa ndio hivyo, kwamba wewe, watu wanatumia nguvu nyingine za giza, kumbe wewe una nguvu imara. Ni uoga wako tu, ni uoga wako tu.
Katika mambo unayokutana ni uoga wako tu. Bila watu wanashindwa kutembea hata njiani, hata kakitembea anaogopa kwa sababu uoga tu. Lakini sisi tunalo jina lenye nguvu, jina linaloweza kutingisha kila jambo. Hata kama sikwenda vitani, mimi siwezi kushika mtutu wa bunduki, siwezi kufanya chochote kwa nguvu za kibinadamu, lakini kwa uwezo wa Mungu ni mtu mwingine kabisa. Mimi nimeinuliwa juu, nimepewa neema na kibali kingine. Angalia Daudi alichokifanya. Daudi anamwambia, wewe unanijia kwa sime na mkuki, mimi nakujia kwa jina la Bwana. Naomba katika maisha yako waendee watu kwa jina la Bwana. Usiwaendee watu kwa fedha zako, usiwaendee watu kwa urefu na ufupi, usiwaendee majaribu kwa ajili ya jina lako kustambaa sana, usiwaendee kwa sababu unaweza kuongea sana. Hayo hayatakusaidia. Jina la Bwana likitangulia, kila mahali unakopita wewe ni mtu mwingine. Masomo yako utafanikiwa. Biashara yako, ukianza biashara na jina la Bwana, unamtamkia biashara jina la Bwana, unaikaribisha biashara yako, masomo yako na kila chochote unachokifanya katika maisha yako, ukiwa umetamka jina la Bwana, utatisha, utafanya mambo makubwa kama Daudi alivyofanya. Na watu wakamwimbia, kwaya zikabadilisha jina, watu wakasema Daudi ameua 10,000. Lakini tunaona haya ni kwa sababu ya uweza wa nguvu za Mungu alizozitambua mwanaume mmoja. Naamini wale kaka zake walio kama wangetambua uweza wa Mungu juu ya Goliati, Mungu angefanya. Kweli sio kweli jamani? Lakini wamefyata mkia kwa sababu wanategemea silaha zao. Wanasema huyu Goliati hata risasi moja hawezi kufa. Wanaogopa, wakaweka silaha chini, wakasema basi endelea tu kututawala, endelea. Lakini mwanamume aliyetawala, mwanamume ambaye ameua dubu na simba, alipotambua uwezo wa Mungu, akasema njoo na mikuki yako, njoo na chochote unachokuja, mimi nakujia kwa jina la mwanaume Yesu Kristo mwenye nguvu ya kufanya yote. Haleluya! Watu wanakujia kwa nguvu zote, watu wanakutisha, watu wanaweza kukutisha kwa chochote. Wewe usihangaike, usiende vile kinyonge nyonge, nenda na jina la Yesu. Nenda na jina la Yesu na utafanikiwa katika maisha yako. Acha kuogopa mtu mwingine, mheshimu na mtukuze Mungu wako anayeweza kutenda. Tunaona Abraham, mtu wa tatu ni Abraham. Alionyesha imani ya hali ya juu kwa kuamini uwezo wa Mungu na kutimiza ahadi yake. Hata wakati ilionekana haiwezi kibinadamu, yaliweza. Mnakumbuka alimtoa mwanae, akataka amfanye kazi sadaka, Mungu akampa muujiza. Mmeona mambo hayo. Lakini mnaona mtu mwingine ni Caleb. Caleb katika Hesabu sura ya 13 mstari wa 30. Caleb, Hesabu sura ya 13 mstari wa 30, Biblia inasema, Caleb akawatuliza watu mbele za Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, kwa maana twaweza kushinda bila shaka. Huyu bwana baada ya maneno, nafikiri mmesoma habari hizi, watu walitumwa kwenda kuitafsiri, kwenda kuipeleleza nchi. Baada ya kupeleleza, wakaja watafsiri wawili tofauti. Sikiliza bana, sikiliza hapo uone. Waliokuja, waliotambua uweza wa Mungu, wanasema tupandeni, tutaitamalaki ile nchi. Waliokuwa hawakwenda na uweza wa Mungu, wameenda wakajiita mapanzi. Unaona hapa ujumbe wetu unasema hivi, mtazamo juu ya uweza wa Mungu. Nafundisha kwa habari ya mtazamo juu ya uweza wa Mungu, na ninakupa watu tofauti tofauti. Hawa wa Caleb, hawa walitumwa kwenda kuipeleleza nchi. Walipofika wakaipeleleza, wakarudi na ujumbe. Mitazamo ikatofautiana. Waliokuwa wanaamini Mungu ni muweza, Caleb wakasema, akatuliza watu. Lakini ametuliza baada ya watu wengine wachache walioona Mungu hawezi, wakasema wale watu wako juu, kila kitu kiko hivi, wakajiita mapanzi. Watu wakalia. Mwanaume huyu Caleb wakaja, wakasema sikilizeni, tulieni na mimi niongee. Mimi ninaongea kuhusu upande wa pili. Mimi na jambo la kuwashirikisha. Watu wote wakatulia. Watu wakatulia kimya. Wasikilize huyu bwana Caleb anasemaje. Biblia inasema Caleb akawatuliza watu. Wewe una haki ya kutuliza watu. Ukielewa uwezo wa Mungu, wewe utakuwa mtuliza watu. Hutakatisha watu tamaa. Haleluya. Inawezekana kwenye maisha ya watu, hata kanisani au mahali popote, kwa wale wakatisha tamaa wale, hawa marafiki hao walienda na Caleb hao. Si wanakuwepo jamani? Wao usiumie. Mwanaume wakasema sikilizeni, naomba niwatulize. Nikuombe na mimi nikuambie mchana leo. Tulia. Katika yale unaopitia tulia, yuko Mungu mwenye uweza. Mchana wa leo, siku ya leo, muda wote, saa yote, hapimu na wakati, hapimu na ugumu wa jambo lako, anafanya mambo. Caleb anawaambia sikilizeni.
tulieni. Watu wakatulia. Akasema maneno haya, akasema hivi, na tupande Mara. Yaani kule ambako wanaitwa panzi, yeye anawaambia tupandeni, tukaitamalaki, twaweza kushinda bila shaka. Yaani anaona hapa, pamoja na kwamba wale watu ni watu tofauti, kibinadamu haiwezekani, lakini kwa uweza wa Mungu tutafanikiwa. Unaona uweza wa Mungu kwenye maisha yako ndugu yangu? Kama unaona uwezo wa Mungu kwenye maisha yako, utakuwa na tafsiri tofauti kuhusu Mungu. Wakati mwingine ana tafsiri vingine kuhusu Mungu, wewe utakuwa na tafsiri nyingine kuhusu Mungu. Ninakuombea mchana wa leo, katika maisha yako usiwe mkatisha tamaa kwa watu. Usiwe sehemu ya warudisha watu nyuma. Kalebu walituliza watu maana walikatishwa tamaa. Kuna watu huko wamepitia changamoto, lakini wanaweza wakakatishwa tamaa na watu. Unaweza ukawa sehemu ya kukatisha wengine tamaa, ukafanya wengine walie. Unakuta mtu ana maumivu, mtu ana machungu anayopitia, ana matatizo ya familia, ana matatizo ya kiuchumi, ana matatizo ya ndoa, ana matatizo yote, na wewe ukamtonesha kidonda pale, analia mara mbili yake. Maana alitegemea wale watu waliotumwa kuipeleleza nchi. Watu walikaa chini, walivyoona wapelelezi wanarudi, walikaa chini wakasubiri kupata majibu mazuri kutoka kwa waliotumwa. Lakini watu wazembe wachache waliokuwa hawatambui, watu waliokuwa hawajui, wakakatisha watu tamaa, vilio vikalia mara mbili. Watu waliokuwa wametulizwa, watu walivyoona wapelelezi walikuwa wametuma nchi ile, watu wanakuja, wapelelezi wanakuja, watu wakakaa chini, manunguniko yakaacha, wanasubiri kupata habari njema. Watu ambao hawatambui uwezo wa Mungu wakarusha maneno yao kuwakatisha tamaa. Sisi ni panzi. Watu wakaangua kilio tena, Mwanaume akasimama akasema tulieni. Kalebu akatuliza watu mbele, akasema tupande, tutaikabili, maana tutashinda bila shaka. Natamani tuone kanisani tuwe na watu kama hao. Tuwe na watu wenye uwezo wa kutuliza watu kanisani. Kuna watu wana changamoto, kuna watu wenye changamoto fulani, zozote zile sitaki kuzitaja, lakini tunatamani tuwe na kanisa la watu wanaoweza kutuliza watu. Hatuwezi kuwa na watu wakatisha tamaa. Sikiliza, baada ya Kalebu kufanya vile, watu walitamalaki, watu walipanda na ushindi ulitokea, na Yesu alipata utukufu wake ulimrudia Yesu. Haleluya, haleluya. Usiwe sehemu ya mkatisha tamaa. Usiwe sehemu ya wakatisha tamaa. Wewe muamini Mungu. Kama unaona haiwezekani, kaa kimya, acha wengine wainue watu. Acha wengine wabariki wengine. Kama unaona jambo haliwezekani, tulia tu kimya, acha wengine wainuliwe, kwa sababu wametambua Mungu anaweza. Hatukuwa hivi jamani. Haukuwa hivyo ulivyo. Ni kwa sababu hata ulikatishwa tamaa kwenye ndoa yako, kwenye maisha yako, ila ulisema hayo ni mawazo yako. Mawazo yangu na Mungu sio hayo. Kwa sababu Mungu ameahidi, asema nitakubariki uingiako, nitakubariki utokako, nitabariki kapu la kukadia unga, nitakuinua. Wewe ni mtoto wangu wa kike na kiume. Sasa Mungu ameniambia, wewe unanikatisha tamaa nini? Ni issue ya muda tu. Kama hiki hakipo ni issue ya muda tu. Kuna wakati utafika. Baba na mwanae, mtu anapokuwa na baba yake, mtu anapokuwa na mwanae, huyu rafiki yangu mki hapa, huyu ni rafiki yangu, lakini angekuwa ni mtoto wangu, naweza nikamnunulia, akaomba kitu, nikamnunulia on the spot, au nikasubiri wakati mwingine. Si kweli jamani? Kanisa, tuko pamoja? Huyu ni mwanangu. Sasa kwa sababu ni mwanangu, huyu anaweza akaomba kitu fulani, baba nunulie nguo za sikukuu. Naambia sawa, Pasaka inapita. Ambia kuna nyingine inakuja huko. Krismasi itapita tena. Baba mbona? Ambia tulia. Na kuna siku tu. Lakini bado ubaba wangu unabaki au ninabadilisha? Huyu anatafutia baba mwingine. Washirika, huyu tunambadilishia baba anabaki kuwa mwanangu. Mkia. Even if sijamtimizia hitaji lake, bado ni baba. Kuna wakati tunaenda, siku inatokea ninatimiza lile hitaji. Nikitimiza, ubaba wangu unabaki pale pale. Sijampa nguo ya sikukuu, bado ubaba wangu haubadiliki. Si ndio jamani? Hata wenzake wakimcheka kule, waambia huyo huna nguo ya sikukuu, lakini bado atarudi kwa baba yake jioni. Mimi ni baba yake. Tunaelewana ndugu zangu? Hata wakimcheka, lakini haibadilishi chochote. Nasema hivyo kwa sababu nimetoa mfano rahisi, kwa sababu wamama wengi na wababa tumeombwa hizo vitu. Na umetaja vitu mnavyoombwa. Labda wale ambao wana watoto wakubwa, kina mama mgonjwa, sijui kama wanamuomba gala sikukuu watoto wale. Lakini sisi wengine bado tunaendelea na hiyo shughuli, tunakutana na hayo mambo. Sasa haimaanishi kwamba ni baba anabadilika, anabaki yule yule hata kama hajafanya.
Sasa kuna mambo, asante sana ndugu yangu, kuna mambo Mungu anakutaka, unataka Mungu akutendee, hata akitenda leo bado ni Mungu, si ndio jamani? Hata Pasaka na Krismasi ikapita, bado wanabaki kuwa nani? Maadamu ni baba, shikamana na baba yako. Kuna siku tu itatokea. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Wakati mmoja baba yangu mimi tulikuwa tunaenda kulima na baba. Baba alikuwa na promise, anakuambia twende tukalima wote shambani. Yale maharage baba ananiambia, baba yangu mzazi mimi wakati akiwa hai, twende tukalima wote. Na wakati huo na kaptula imechanika upande. Anakuambia twende tukalime na kuhakikishia msimu huu na kunulia kaptula. Sasa mimi naenda shamba kwa imani kwa sababu najua haya maharage tutanuliwa nini? Kaptula ya shule. Wakati huo nasoma shule ya msingi. Kisema kaptula watu washangaa. Ndio tulivaga. Sikuwa mimi nilizaliwa hivi jamani. Sikuwa mdogo. Kwa hiyo tunasoma, ninailima huko sehemu inaitwa Mshangae. Tunalima kwa bidii. Nikifika kwa sababu kuna kitu nimeahidiwa, ninafanya kwa bidii. Yaani ulimaji wangu haulimi kama ninavyolimaga. Lakini kama sehemu nyingine kama hakuna nani, kwa hiyo nalima kwa bidii. Nalima. Baka bana utakata maharage. Nalima, najitahidi kwa sababu najua kuna bonus. Siku maharage yanavunwa bwana. Mambo yanabadilikiaga hapo. Jambo la kwanza tukishavuna, ile siku tunavuna sasa, mimi ndio najua kaptula inaanzia hapo. Debe la kwanza mzee sema hili la kwangu hili. Yaani nafikiri ilikuwa malimbuko hayo. Haliendi nyumbani. Debe la kwanza haliendi nyumbani. Inaishiria huko. Wewe elewa tu limeishiria huko. Kwa hiyo kuna mahali linapitia, analiuza, anapita mahali fulani, anaburudika baba huyo. Sasa mimi nitegemea, kwa hiyo mnaenda kuvuna, lakini bado anakuambia baba, ukirudi unamwambia baba ile kaptula, anambia subiri. Kwa hiyo unaweza ukakuta ile debe la kwanza lishaliwa na mengine anayahesabu na hauchoti hata kibakuli. Hasa anakuambia, sasa mwanangu, watu wengi mashamba mengi wamevuna maharage. Si kweli mwanangu? Ndio. Sasa chukua kifuko hiki, anakupa kifuko, kikapu, kuna kikapu fulani. Kazunguke huko kwenye mashamba. Wale waliopiga maharage si wameacha moja. Utaokota na kule shambani kwetu ulipopiga, ukaokote, upate, uuze. Sasa mimi nilimuona baba ni katili sana. Baadaye yale maharage yanauzwa, yanaendelea. Hakuna cha kaptula, hakuna cha nini. So baadaye anauza na sahau. Siku ananiambia, mwanangu, hamna maharage, hamna. Ninamwambia, sikiliza mwanangu, anaenda kwa Makame, anakuja na kaptula. Baba umetoa wapi? Hakuna maharage. Kumbe zile hela alitaka afanye kipimo. Ameuza na ameweka huko. Kule kitandani kuna mahali anafichaga, baba anaficha hela zake. Kwa hiyo maana yake aliweka atake, akasema nilitaka nione juhudi yako. Umeenda kusaka, inaitwa kusaka. Unakusanya maharage, baba nimepata hii haifiki ya kaptula, anakuambia ilete nikuwekee. Anaenda kuipiga. Sasa mzee vipi, mbona katili huyu? Siku anakuja na kaptula, anambia hitaji lako ilikuwa ni kaptula hii hapa. Maana yake ni nini? Kumbe sasa mimi nilibezi kwenye maharage ndio yatanunua kaptula. Kumbe baba ana njia nyingine za kuhakikisha mwanae anapata kaptula. Watu wa Mungu, Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo mimi akaniambia, shida yako ni kaptula au ni hili debe langu la maharage? Shida ni kaptula. Sasa maharage niliuza kwa sababu ni yangu, ila kaptula umepata na hanipi muda ule niliouomba. Kwa hiyo ninasema haya kwa sababu gani? Kuna watu wanaweza wakamwacha Mungu kwa sababu wanahisi kwa nini mimi sijafanywa kitu fulani. Au akamnungunikia Mungu kwamba kwa nini mwenzangu fulani sio mwenzangu fulani. Lakini Mungu yeye ni yule anabaki kwa kule. Pamoja na kwamba tuliuza maharage, baba hakununua kaptula, lakini sijabadilisha jina. Bado niliitwa Samuel Nyaki vile. Sijaenda kubadilisha jina kule shuleni kwamba nibadilisheni niite jina la mwalimu maana mna hela. No, nilibaki na chata ile. Pamoja na kwamba hali ilikuwa ni ngumu. Hata mkilala njaa haubadilishi jina ukaenda kuitwa jina la aliyokula. Unabaki vile. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu. Watu wa Mungu, haleluya. Acha kubadilisha utaifa wako. Acha kubadilisha ubini wako kwa ajili ya changamoto za maisha. Baki pale. Bwana atakutokea pale. Na Bwana atakuinua. Haleluya. Yesu asifiwe. Lakini tunaona Maria mama Yesu, yeye aliamini kwamba atapata ujauzito kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Alivyoambiwa habari zile alizibeba. Sasa hilo ni mtazamo wa kwanza. Tuone kundi la pili sasa. Hawa jamaa zangu, kundi la pili. Kundi la pili ni mitazamo ya shaka, mitazamo ya mapungufu. Hawa wanasema hawakutoelewa uwezo kamili. Nikupe mfano wa watu wachache. Hawa ambao wao hawakuelewa uwezo wa Mungu.
Moja ni Sara, mke wa Abraham. Huyu ndugu alicheka alipoambiwa atazaa mwana. Soma, utasoma katika Mwanzo sura ya 18 mstari wa 12. Biblia inasema, kwa hiyo Sara akacheka moyoni mwake akisema, niwapo mkongwe nitapata furaha na bwana wangu mzee. Oh, watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema katika kitabu cha Mwanzo 18 mstari wa 12 tunamuona mtu wa kwanza mwenye shaka ni Sara. Sara anaambiwa utapata ujauzito, ana miaka mingi, ni mkongwe, anacheka. Kuna mambo umecheka kwenye maisha yako, hata ulipoambiwa utafanikiwa ulicheka. Ni kweli umecheka, ndio maana unafanya kuchelewa katika yale ambayo unataka. Huyu mwanamke anacheka, anasema kwa hiyo huyo Sara akacheka, sema niwapo mkongwe nitapata furaha mimi na bwana wangu ni mzee. Anaona kinyume, yani haoni kufanikiwa kwenye maisha yake. Hata wewe inawezekana kinachokukwamisha, kikwazo chako sio ukongwe, ila kuna kikwazo kinakukwamisha. Inawezekana ni kikwazo cha uchumi au vinginevyo. Naomba ujitafsiri ni kikwazo gani kinakusababisha uone shaka. Wa pili ni Tomaso. Huyu ni mwanafunzi wa Yesu. Huyu alisema hivi, Yohana 20 mstari wa 25. Yeye alikataa kuamini kwamba Yesu anafufuka. Yaani yeye kakataa kabisa, haamini kabisa. Huyu bwana anasema, basi Yohana 20:25, basi wale wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Thomas akasema, nisipoona mikononi mwake alama za misumari na kutia kidole changu katika hizo kovu, mimi siamini. Si mnasoma jamani? Huyu pia anaambiwa habari njema, yeye haoni kufanikiwa, anakata tamaa. Sasa kuna mambo machache hapa nimalizie nayo. Kwa nini tunapaswa kuamini uweza wa Mungu? Andika hivyo. Kwa nini tunapaswa kuamini uweza wa Mungu? Kwa nini tunapaswa kuamini uweza wa Mungu? Jambo la kwanza, Mungu ana uwezo kamili juu ya dunia. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 kuendelea. Kwa nini tunapaswa kuamini juu ya uweza wa Mungu? Mungu ana uwezo kamili juu ya dunia yote. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Hii imejaa marejeo ya nguvu za Mungu. Maana yake hii inaeleza nguvu za Mungu. Nimesema Mungu ana uwezo wote. Hiyo ni point namba 1. Kwamba marejeo ya Mungu, maneno ya kinywa chake yalileta ulimwengu kuwapo. Mungu aliumba ulimwengu na Mungu hakuhitaji jambo liwepo. Yaani kwamba kuwe na stuli ili atengeneze meza. Hapana. Mungu alitumia neno, yeye mwenyewe aliamumba. Jamani, kwa nini tunaamini uweza wa Mungu? Ni kwa sababu Mungu ana uwezo juu ya dunia. Alisema maji yawepo, maji yakafanyaje watu wa Mungu? Naomba tusaidiane. Alisema maji yawepo, maji yakafanyaje? Akasema mwanadamu awepo, watu wakafanyaje? Alisema bahari na nchi kavu vijitenge, kikatokea kikutokea. Tunaamini huyu Mungu ni muweza. Usikae kwa mashaka. Mungu aliumba dunia kwa neno, kutamka tu. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, Yesu asifiwe sana. Kwa nini tunaamini uwezo wa Mungu? Ni kwa sababu Mungu ana uwezo juu ya mambo yote. Aliatisha, akasema wanyama wa kila namna wakatokea, wenye masikio, wenye pua wakatokea. Akasema ardhi na ichipue, majani yakamea mpaka na mbegu zote, na tukala mahindi, na leo tunaishi kila aina ya mche. Ndio maana tuko hapa tunanawiri, tunakula mahindi, tunakula mchele, tunakula kila kitu. Mungu kaumba. Unawezaje kuogopa kama Mungu hawezi? Unawezaje kuwa na mashaka juu ya maisha yako? Angalia vile Mungu anatamka tu vinakuwepo. Kabichi, si marage, si nini, anatamka tu. Kwa watu watahitaji kula nyanya, hawa lete mnyanya. Hawa watu watahitaji vitunguu, mboga waunge, weka kitunguu kule, karoti, hoho, nini, anaagiza tu. Huu uweza ni mkubwa sana. Wewe uweza huu unaweza kuumba kitu. Akasema dunia, akachukua udongo akamuumba. Baadaye akasema ubavu huu utoke uumbe mwanamke. Hivi huu uweza unaweza ukautilia shaka kweli? Kuhusu ugonjwa wako unaweza ukatia shaka juu ya uweza huu? Unaweza ukatia kuhusu uchumi wako uoga kwenye uchumi? Mungu mwenye uwezo wa kuumba kitu kwa maneno. Leo tunakula ushiba, haya mchai, sijui nini, anaagiza vitu vyote vikawepo. Hasa hivi tunafurahia.
tunaona neema. Akaanza kuagiza kila kitu kikawepo. Sisi tuko hivi kama tulivyo ni kwa sababu ya neema ya Mungu. Akaumba watu kama unavyomuona, unamuona mtu kama mtu, na kanyani kama kanyani, simba simba, chui chui. Akiingia chui hapa tutakimbia wote, lakini akiingia mtu unafurahia. Oh, tumepata mgeni leo ametusalimia mama mchungaji si kutoka wapi. Ni kwa sababu ni mtu. Akatuletea kila kitu kizuri. Jamani, huyu Mungu ni mkuu mno. Mpigie Bwana Yesu makofi kwa ukuu wake. Mungu anayeweza kufanya kila kitu. Ukiamini kwamba Mungu anaweza kufanya hata yale ya kwako, Mungu atatenda. Mimi ninamwamini Mungu. Kama ametamka jambo likawa, akatamka awepo nyaki nikawepo hivi. Sasa mimi ugonjwa unanitisha vipi wakati aliyeagiza ni Mungu? Akaagiza pumzi nikawa hai, naweza nikaongea, naweza nikaongea kama hivi, naweza nikanyamaza, naweza nikaongea nikanyamaza, nikafanya, nikaruka, nikafanya kila kitu. Mungu amenitendea. Kwa nini nisiamini uwezo wa Mungu? Haleluya. Jambo la pili, Mungu pekee anaweza kufanya maajabu. Na ni Mungu pekee anayeweza kuwapa wengine uwezo. Andika Ayubu sura ya 5 mstari wa 9. Biblia inasema hivi, afanya mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Hebu weka huo mstari watu waone. Oh, Mungu mzuri sana huyu. Nisema katika kitabu cha Ayubu sura ya 5 mstari wa 9, Biblia inasema, nimesema kipengele cha pili, ni Mungu pekee anaweza kufanya maajabu. Ni Mungu pekee anayeweza kuwapa wengine uwezo. Soma, hebu tusomeni wote, 1 2 3 twende. Hizo sauti za watu wasio na uwezo wa nguvu za Mungu. Twende 1 2 3 twende. Mambo ya ajabu yasiyo ya hesabu. Hebu sema mambo ya ajabu yasiyo ya hesabu. Kwa hiyo ya kwako unahesabu au hayahesabiki? Yale ya kwako unaopitia, ukijichunguza yanahesabika au hayahesabiki jamani? Ya kwako ulionayo unayopitia kwenye maisha yako yanahesabika hayahesabiki? Washirika, yanahesabika hayahesabiki? Yale changanya mambo yote ya kujenga, kuolewa, kupata watoto, changanya vyote, huduma, chukusanya vyote, vinahesabika au havihesabiki? Soma pale. Yeye, twende wote. Yeye afanyaye mambo makuu yasiyotambulikana, mambo ya ajabu yasiyo na hesabu. Mpigie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Kumbe tunamwabudu Mungu ambaye mambo yake anafanya mambo makubwa hata hesabu. Kwa hiyo kama hayana hesabu, vidude vyangu vyote vinazamia humo. Haleluya. Changamoto zangu zote zinazamia humo, zinakutana na Mungu ambaye mambo yake anayoyatenda hayahesabiki, ya mtu yoyote. Hata tukiwa 10,000 matatizo yetu tunatumbukiza humo, Mungu anayafanya, maana yeye mambo yake anayoyafanya na aliyofanya hayana hesabu. Tunaona alimfufua Lazaro. Huyu Mungu mwanamke aliyotoka na damu miaka 38 alimponya. Mungu ametenda vitu vingi jamani. Hata tukivitaja tu vilivyoandikwa kwenye Biblia, jioni itafika na hatutamaliza. Hayo ni machache kwa yale aliyofanya. Huyu ni Mungu wa ajabu. Kwa nini ukate tamaa rafiki yangu? Kwa nini mama ukimbie kanisani? Kwa nini ugogope? Kwa nini utishwe na mtu mwenye macho haya tu? Achana na, ngoja nitoe miwani. Macho tu ya kawaida, usitishwe na miwani. Haya tu ya kawaida, anakutisha. Huo ni mtazamo wake. Wewe mtazamo wako, mimi Mungu anafanya mambo makuu yasiyohesabika. Haleluya. Haleluya. Amen. Jambo la tatu. Haleluya. Mungu ana uwezo kamili juu ya mambo ya wanadamu. Kutoka sura ya 6 mstari wa 2 mpaka wa 3. Kisha Mungu akasema na Musa akamwambia, mimi ni Yehova, nami nilimtokea Ibrahimu na Isaka na Yakobo kama Mungu mwenye enzi, bali kwa jina lake Yehova sikujulikana kwao. Huyo ni Mungu mwenyewe anazungumza. Sikiliza, Mungu pekee ndiye aliye na uwezo wa yote. Amini hilo. Hata kama wanadamu watasema, hata mtu wa karibu yako akikukatisha tamaa, huyo sio Mungu. Mungu mwenyewe ndio mwenye uwezo wa mambo yote. Kwa maneno mengine, Mungu anapotaka kufanya jambo kwako, litafanyika tu. Inategemea na imani na uwekezaji wa imani yako juu ya Mungu.
Sikiliza, Mungu ana uwezo kufanya mambo yote, lakini inategemea na uwekezaji wa imani yako. Kama unamwamini Mungu atafanya hili, lakini hili la masomo hawezi, basi hiyo ndio kutendewa kwako. Kama unaamini Mungu atanisaidia kupata pesa ya kula, lakini kwa habari ya ugonjwa wa moyo haiwezekani, basi utapata vile vile kama ulivyoamini. Kama ukiamini kwa ugonjwa huu ni lazima daktari mwenyewe specialist amesema mimi ni wakufa tu, basi utapata kama ulivyoamini. Lakini ukiamini Mungu ni mkuu, anaweza kufanya mambo makuu yasiyowezekana, yasiyohesabika kwa akili za kibinadamu, wewe yote matatizo yako unarundika kwa Mungu, kwa sababu ni Mungu mwenye uweza. Sikiliza, Biblia inasema kwamba kupitia Mathayo sura 28 mstari wa 18, tunamalizia. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa hiyo tofauti na uwezo wa wanadamu ambao unalimitiwa na muda, uwezo wa wanadamu unamitiwa na nafasi, uwezo wa wanadamu unamilikiwa na nguvu fulani. Mtu ana uwezo wake, lakini akikutana na muda fulani. Mfano, hapa jamani, likitokea tunataka mtu wa kupigana, tunaangalia fulani anaweza kupigana ngumi, kwa sababu uwezo unatofautiana. Lakini uwezo wa wanadamu una limiti. Kuna limiti ya muda, kuna limiti ya fedha. Mtu ana uwezo lakini hana hela, tunataka tununue kitu fulani, hana hela, maana uwezo wake unaishia hapo. Lakini uwezo wa Mungu haupimwi na hivyo vitu. Kwa nini ndugu zangu tusiwekeze juu ya uwezo huu wa Mungu mwenye uwezo wa kufanya mambo, ambaye habatilishi hata yale ambayo tumenenewa kinyume, ambayo tumeonekana hatufai. Tusingekuwa hivi tulivyo ni kwa sababu tuliona mitazamo ya wengine, tuliamini, tulisikiliza, lakini tukasema huo ni mtazamo wako. Umesema mimi nitafeli darasani, huo ni mtazamo wako. Umesema mimi sitafika olewa na kuoa, huo ni mtazamo wako. Umesema mimi nitakuwa maskini, huo ni mtazamo wako. Lakini mimi mtazamo wangu unasema ninaweza yote katika yeye anitiaye nguvu. Haleluya! Paulo anaandika juu ya uwezo wa Mungu katika maana ya kwamba yeye yuko juu ya yote, katika yote, ndani ya yote. Ukisoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 6, Mungu ni mkuu kwa sababu nyingi, hata moja tu. Basi tuache tuseme hivi, Mungu ni mkuu, hata moja kati ya hizo, basi tuseme hivi, uweza wa Mungu hautambulikani. Haleluya! Uweza wa Mungu ni mkuu mno. Mimi napenda kulelewa na Mungu mwenye uweza wote. Rafiki yangu, nikutie moyo, wewe ambaye umeokoka hivi karibuni, na wewe ambaye umeokoka muda mrefu, na wewe ambaye una changamoto unazopitia, na wewe ambaye una mambo unayopitia, mambo ambayo yanamekatisha tamaa. Nikiliza, mtazamo ni namna mtu anavyofikiri, namna mtu anavyowaza, namna mtu anavyochukulia jambo. Usishangae, huo ni mtazamo wao. Hata wale walioenda na kina Kalebu walikuwa na mtazamo tofauti. Usimshangae mtu, huo ni mtazamo wake. Ukiona mtu anaogopa waganga kienyeji, huo ni mtazamo wake. Mtie moyo, ukiona mtu anasema haiwezekani kwako, huo ni mtazamo wake. Kwenye biashara yako ukiona mtu anasema huyu hafiki mbali, huo ni mtazamo wake. Lakini mimi ninasema mtazamo gani? Naomba nikuambie, katika maisha yako uwe na mtazamo chanya juu ya Mungu aliye hai. Kuwa na mtazamo, mfahamu Mungu na uweza wake. Usiwe na tashwishi, usiwe na woga unapomzungumzia Mungu aliye hai. Mimi ninapomzungumzia Mungu aliye hai, siangalii chochote kitu. Hata kama sina chochote ninachomiliki, nina chochote kwa sababu ninayemiliki Baba yangu ana kila kitu. Watu wa Mungu, haleluya! Watu wa Mungu, haleluya! Usikae kinyonge. Naomba usimame. Praise. Kwa hiyo Mungu sisi ana uwezo wa mambo yote. Praise, mwe nakimbia basi jamani, muda. Kwa hiyo tunafahamu kuhusu uwezo wa Mungu ulio vyote. Kama unaamini uwezo wa Mungu, mchana wa leo tunapoimba, wakati praise wanatuongoza katika kumwabudu Mungu kwa kifupi sana, naomba kama unahitaji lolote, kabla hatujaomba kwa ajili ya wale ambao wanampokea Yesu, nataka tuombe kwa ajili ya mahitaji. Lakini niombe kabla hajaomba. Sikiliza, kabla mjaabudu, kuna mtu yoyote ambaye amekuja kuokoka leo? Naombaje. Kama kuna mtu anataka ampokee Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, naomba.
Tafadhali naomba aje, alafu tutafanya mambo mengine. Karibu, naomba. Huyu ndugu amekuja kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Tutaanza naye na baadaye nitakupa nafasi. Watu wote wenye mahitaji tutaomba kwa ajili yako. Tutasema maneno haya, utanifuatisha, alafu utakapofuatisha, alafu baadaye tutakuombea. Sema: Bwana Yesu, naja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninakiri mbele zako kwa yale yote niliyotenda, katika kuwaza, katika kunena, katika kutenda. Kuanzia leo na kukiri wewe Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Nisaidie Yesu kusimama na wewe katika jina lako Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nimeweka binti huyu chini ya mkono wako. Leo hii ameweka historia, tarehe 3 mwezi huu Bwana wa 5, Bwana kukupokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaomba neema ya uwepo wako na nguvu zako Bwana. Ametambua kwamba wewe ni Mungu unayeweza, pamoja na vitisho vyote, bado wewe ni Mungu unayetenda, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Kama una mahitaji mengine utabaki hapa hapa. Sasa kabla hatujasikiza neno la kuabudu Mungu, ninakukaribisha mtu yote ambaye una mahitaji, utakuja hapa mbele na tutaomba maombi ya imani. Maombi haya ni maombi ya kusema mimi binafsi nimekubali katika changamoto unayopitia. Kama una changamoto yoyote, kwa sababu tumeamini uwezo wa Mungu mahali popote, kama kule juu pia wapo, mnashuka wote tuje hapa, halafu tutaomba kwa pamoja yale yote ambayo unahisi kuna mambo hayajakaa sawa. Kuna mambo, wewe muamini Mungu, usiangalie mimi. Waamini kwamba Mungu ataenda kufanya jambo katika maisha yako. Kuna magonjwa, kuna mateso umepitia kwa muda mrefu. Ninakuhakikishia mchana wa leo, kwa neema ya Mungu aliyenipa neema kusimama mahali hapa, Bwana ataenda kufanya jambo jipya katika maisha yako. Praise wakati wanamwabudu. Kama kuna mtu mwenye jambo hilo, una mahitaji yoyote, pita mbele na nitaomba maombi maalum kwa ajili yako, kumwambia huyu Mungu mwenye uwezo akafanye badiliko jipya kwenye maisha yako, na Bwana atakuponya. Kama wakati wanaimba, kama una jambo hilo utapita hapa. Karibu. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwamini, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu, waweza Mwokozi. Endelea kumwadhimisha Mungu. Waweza mambo yote. Nyosha mikono mbele, nyosha mikono juu. Yesu naweza, Mungu waweza, Haleluya. Amen. Amen. Wale ambao mmekuja mahali hapa mmenyosha mikono, mimi niwatamkie tu kwa neema ya Mungu kwamba leo itakuwa historia wa yale ambayo umekuja kuyatamka. Sasa niombe ufuatishe maneno haya
Kama unaweza kuongea, alafu baadaye nitakuombea. Unaweza usipite huko kuweka mikono kwako, lakini uamini maombi ambayo tunaomba yataenda kufanya jambo juu ya maisha yako. Uamini kwamba Mungu ambaye yuko mahali hapa, mwenye uweza, ambaye alibadilisha maji yaliyokuwa yanatembea kwenye bahari yalisimama huku na huku, ndivyo changamoto unaopitia inaenda kusimama ghafla. Wewe unaenda kuwa mtu mpya, lakini uamini, na baadaye Jumapili utatoa ushuhuda mahali hapa kwa yale ambao Mungu atakutendea, nikiamini kwamba Mungu anaenda kufanya jambo jipya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako mchana wa leo. Siku hii ya leo umenipa neema kusikia neno lako la uzima. Kuna mambo ambayo ninapitia kwenye maisha yangu ambayo nimekuwa nikiomba siku nyingi, nimeomba mara kwa mara, lakini umenijulisha kupitia neno lako la uzima kwamba wewe ni Bwana, kwamba wewe ni muweza, kwamba wewe ni nguvu yangu, kwamba wewe ni msaada wangu, kwamba wewe ni ngome yangu, kwamba wewe ni kimbilio langu, kwamba kwako sitaaibika, kwamba kwako sitateseka tena kama ulivyofanya kwa wengine. Ni zamu yangu sasa, katika jina la Yesu naomba unitendee kwa yale ambayo ninakuomba, katika jina la Yesu. Siku ya leo ikawe historia, kuanzia sasa nikapate majibu ya mahitaji yangu. Kama ni ugonjwa, nimekuwa mzima sasa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nikuombe, wakati na kuombea binafsi, tamka yale ambayo unataka Mungu akutendee kwa kimya kimya. Mwambie Bwana kile unachotaka, na mimi nitatamka neno la uzima kwa ajili yako, halafu utatawanyika. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mtumishi wako umenipa neema siku ya leo kusimama katikati ya watu wengi hawa, kusema neno lako la uzima katika ujumbe ulionipa kwa habari ya nguvu na mtazamo kuhusu uweza wako. Nami nimesema neno lako Bwana kama ulivyonipa juu ya watu wako hawa. Tazama, kuna watu walitafsiri uwezo wako tofauti, lakini walikuja hapa Bwana, washirika wako Bwana, watumishi wako Bwana, wamekuja mbele zako kwamba Bwana wewe ni mwenye nguvu. Wametambua kwamba wewe ni mwenye nguvu. Nami mchana leo ninatamka baraka juu yao, ninatamka uponyaji. Wanaoteswa na magonjwa, wanaoteswa na ndoa, wanaoteswa na changamoto za wazazi, wanaoteswa na madeni, wanaoteswa na nguvu za kibiashara, wanaoteswa na matatizo ya kiuchumi, kwa jina la Yesu, mtumishi wako ninasimama mchana leo nikitamka nguvu mpya, uponyaji mpya, kibali kipya, neema na uponyaji na nguvu mpya na uponyaji mpya na neema mpya na uwezo mpya na kibali kipya katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji juu ya watu wako Bwana, ninatamka uzima juu ya watu wako Bwana. Ninaomba uponyaji juu yao, ninaomba neema juu yao, ninaomba uzima juu yao, ninatamka mafanikio juu yao, ninatamka kibali juu yao, ninatamka kupokea Bwana kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji kwa ajili ya watu wako Bwana, kwa ajili ya watu wako Bwana, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka nguvu mpya Bwana, ninatamka kibali kipya Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, unajua Bwana watu wako hawa, ninawatamkia mafanikio katika kazi zao, katika huduma zao, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji, ninatamka nguvu mpya, ninatamka kibali kipya, ninatamka kupona kuanzia sasa. Waliona magonjwa kwenye tumbo lao, ninatamka uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa kwa moyo, magonjwa ya vifua, magonjwa ya TB, magonjwa yaliyokamata juu yao, katika jina la Yesu Kristo. Mateso yameisha kwa sababu Mungu upo, katika jina la Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji juu yao kuanzia sasa, ukaponye maisha yao. Waliochelewa kuolewa, wanaotaka waume na wake katika mahitaji yao, ninaombea ufafanikio. Wenye changamoto ya watoto, wenye changamoto mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ninakabidhi kanisa lako chini ya mkono wako. Kila mmoja aliyeingia mahali hapa mwenye hitaji ukakutana naye, na leo hii ikawa historia mpya kwa ajili ya watu wako, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunakushukuru kwa sababu umetenda, utatenda, 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 utatenda Bwana, utatenda katikati yetu. Na Bwana, mkono wako utakuwa pamoja nasi. Tembea nasi Bwana,
Ponya maisha yetu Bwana, bariki maisha yetu Bwana. Mungu, neema yako ikafunike kila mmoja tunapotawanyika katika ibada hii. Uwepo wako ukaene nasi kwa jina la Yesu Kristo. Mungu, tunakuomba na kukushukuru wewe, tukitamka baraka zako zikaambatane na watu hawa kwa jina lako Yesu Kristo, na wote tuseme amen. 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 Asante Yesu kwa sababu utakuwa pamoja na watu wako kwa jina lako Yesu. Amen. Bwana wa mbingu akubariki, uende na neema na kibali cha Mungu. Wakati praise wanaimba, Mungu akubariki, nenda na amani ya Bwana. Waweza mambo wewe mwamini, waweza mambo yote, wewe mwamini. Bwana waweza. Mungu awabariki jamani. Mungu awabariki.